Ulimwengu ambao tunaishi mimi na wewe umegawanyika katika pande mbili. Upo upande unaoonekana kwa macho ya damu na nyama, na upo upande usioonekana kwa macho ya damu na nyama. Upande unaoonekana kwa macho ya damu na nyama ni upande ambao ndiko tunakoishi sisi wanadamu, na vitu ambavyo unaweza kuvigusa kwa mkono na macho yako pia yanaweza kuvitazama. Lakini upande usioonekana kwa macho ya damu na nyama ni upande wa kiroho, yani upande ambao binadamu wenye nguvu za kiroho pekee ndio wanaoweza kuuona. Huo ni upande ambao viumbe mbalimbali wa kiroho wanaishi. Katika upande wa kiroho wapo viumbe wazuri, lakini wapo viumbe wabaya, na hii ni kwa mujibu wa maandiko mbalimbali katika dini ambazo tunaziamini. Miongoni mwa viumbe ambao wanaishi katika ulimwengu wa kiroho ni majini. Hata majini pia wamegawanyika katika makundi mawili kwa mujibu wa maandiko mbalimbali. Wapo majini wazuri, lakini wapo majini wabaya. Majini hupendelea kuishi katika maeneo ambayo huwavutia katika uso wa dunia. Miongoni mwa maeneo ambayo huwavutia sana majini ni katika vyoo ambavyo tunavitumia katika makazi yetu, ama makazi ambayo yametelekezwa kwa muda mrefu, ama sehemu zenye utulivu na ukimya kuliko maeneo mengine. Katika video hii nitakwenda kukuambia aina 10 za majini ambao wanapendelea kuishi katika vyoo vinavyotumiwa na wanadamu. Na ikiwa majini hao wamevamia katika choo ambacho unaishi, kuna dalili mbalimbali ambazo pia utaziona katika choo chako. Kama nawe ni miongoni mwa binadamu wanaotamani kujifunza kuhusiana na jambo hili, basi video hii imetengenezwa mahususi kwa ajili yako. Ili uendelee kujifunza mambo mbalimbali kupitia video zetu, jiunge nasi kwa kusubscribe katika chaneli hii ya Fafanuo Media. Hapo utakuwa wa kwanza kupata video zetu pindi tunapoziweka kwenye chaneli hii. Hautajutia MB zako, kwani mara zote tunajitahidi kuwa bora zaidi ya jana. Asante, enjoy. Zifuatazo ni aina 10 za majini ambao wanapenda kuishi katika vyoo vinavyotumiwa na wanadamu pamoja na dalili zake. Namba 1, jini Kubuth. Huyu ni aina ya jini ambaye anapendelea kuishi katika vyoo vya kale au vyoo vyenye uchafu mwingi. Mara nyingi jini huyu huwa havutiwi na vyoo visafi, na ndio maana choo kinapokuwa kinafanyiwa usafi wa mara kwa mara, jini huyu hawezi kuendelea kuishi katika choo hicho. Mara nyingi vyoo vilivyotelekezwa kwa muda mrefu, ama vyoo ambavyo vina uchafu uliorundikana na kutoa harufu mbaya, ni maeneo ambayo humvutia sana jini huyu. Na mara nyingi jini huyu anapoanza kuishi katika choo chako kitaanza kutoa harufu maradufu zaidi ya ilivyokuwa awali. Utakapoona ishara kama hii kwenye choo chako, basi ujue kuna uwezekano wa uwepo wa jini huyu ambaye anapenda kuishi katika vyoo vichafu ama vyoo ambavyo vimetelekezwa kwa muda mrefu. Mara nyingi jini huyu atakapoingia katika choo ambacho unakitumia katika makazi yako, kuna muda utaanza kusikia sauti za ajabu zikisikika kutoka kwenye choo chako, au wakati mwingine utaanza kusikia vuguvugu ambalo haliwezi kuelezeka. Yani ukiingia katika choo chako unahisi kuna hali ya joto ambayo si ya kawaida, lakini harufu ya choo chako pia inakuwa kali kuliko kawaida. Utakapoona kiashiria kama hiki, ujue kuna uwezekano jini huyu ameingia katika makazi yako. Namna ya kumuondoa jini huyu ni kufanya usafi wa mara kwa mara katika choo chako. Hakikisha unasafisha choo chako kwa sabuni ambayo inanukia marashi, au wakati mwingine unaweza ukasafisha choo chako kwa kutumia chumvi ya mawe au maji ambayo ndani yake umetia chumvi ya mawe, kwani jini huyu hapendi usafi kabisa katika maisha yake. Utakapoweza kukifanya choo chako kiwe katika mazingira masafi, utakuwa umemwadhibu jini huyu na kumfanya akisaliti choo chako na kwenda kurandaranda katika vyoo vya watu wengine ambavyo vimetaradadi uchafu ama kutelekezwa kwa muda mrefu. Namba 2, jini Kabath. Huyu ni jini ambaye mara nyingi huwa anapenda kuishi katika vyoo ambavyo huwa vinatumika usiku sana. Yapo maeneo mbalimbali ambayo yamejengewa vyoo ambavyo matumizi yake huwa yanakuwa usiku pekee. Kwa mfano, night clubs nyingi vyoo vyake havitumiki mchana, matumizi yake huwa ni usiku pekee.
Jini huyu hupendelea sana kuishi katika vyoo ambavyo vinatumika usiku, hasa kuanzia usiku wa saa 6, saa 7, saa 8 na saa 10 usiku. Sababu nyingine inayoweza kumvutia jini huyu aamini na kuanza kuishi kwenye choo cha makazi yako ni kuhifadhi takataka chooni ambazo unaziacha zikadumu kwa muda mrefu. Utakuwa unamkaribisha jini huyu katika choo chako. Jambo ambalo unatakiwa kulijua na kuliweka akilini, vyoo mbalimbali ambavyo vinatumika kwenye kumbi za starehe ama katika kumbi za sherehe ni miongoni mwa maeneo ambayo jini huyu hupendelea kuishi ndani yake, kwani mara nyingi maeneo hayo yana kawaida ya kutumiwa usiku kuliko mchana. Je, utajuaje kama jini huyu anaishi kwenye choo chako? Mara nyingi dalili hizi zitajionesha katika maisha yako. Kila unapokuwa nyumbani kwako, ukiingia katika choo chako, hali ya kujisikia vizuri inatoweka, unajikuta unaanza kujisikia vibaya, lakini pia utajikuta unaumwa kila mara baada tu ya kutumia choo ambacho kipo katika makazi yako. Unaweza ukaingia chooni, baada ya kutoka unahisi kichwa kinakuuma sana, ama unaweza ukaingia chooni mara baada ya kutoka unajikuta unajisikia vibaya, hali ambayo hauwezi kuielezea. Utakapokuwa unapata dalili hizi kila unapoingia kwenye choo chako, inawezekana kuna uwepo wa jini Kabath katika choo chako, na huo ni muda ambao unatakiwa kuchukua hatua za haraka. Na hatua mojawapo ambayo unatakiwa kuichukua ni kutumia maji ambayo yamefanyiwa dua maalum. Kutokana na imani yako, safisha kwa maji ambayo yamefanyiwa dua. Hayo yatakwenda kumuondoa jini huyo. Lakini pia unapokuwa chooni, hakikisha unaepuka kuimba ama kufanya mazungumzo ya aina yoyote ukiwa chooni, kwani unapoingia chooni ukaanza kuimba ama kufanya mazungumzo ni miongoni mwa vitu ambavyo humvutia zaidi jini huyu kuendelea kuishi katika choo chako. Namba 3, jini Shik. Huyu ni jini ambaye anapenda kuishi katika vyoo vya udongo au vyoo ambavyo vimejengwa porini. Mara nyingi katika makazi yetu huwa tunaweza kujenga vyoo ambavyo tunautumia udongo, ama kuna vyoo mbalimbali ambavyo huwa vinaweza kujengwa porini. Endapo choo chako kimejengwa kwa udongo, ni vema ukachukua tahadhari, kwa sababu kuna uhatari mkubwa wa kumkaribisha jini huyu ambaye anaweza kuishi katika choo chako na kuanza kuleta madhara kwa watumiaji. Lakini pia unapokuwa katika maeneo ambayo si rafiki, hasa maeneo ya porini, ukikuta kuna choo kimejengwa kwenye maeneo hayo, ingia kwa tahadhari, kwa sababu ni makazi ya jini huyu. Kuna uwezekano mkubwa jini huyu anaishi katika makazi hayo. Endapo jini huyu ataishi katika choo chako, utaona dalili ifuatayo. Kuna wakati unaweza ukaona kivuli kinapita haraka katika choo chako, lakini unapojaribu kutazama kwa makini, hauoni mtu yeyote ambaye amesababisha uwepo wa kivuli hicho katika choo chako. Wakati mwingine unaweza ukauona moshi ambao hauna chanzo chochote. Unaweza ukawa umekaa nyumbani kwako, unapotazama katika choo chako, unaona choo chako ni kama kinafuka moshi, unaanza kuwa na wasiwasi, huenda choo chako kinaungua, lakini unaposogea haukuti uwepo wa moto katika choo chako. Utakapoona ishara kama hiyo kwenye choo chako, ujue choo chako kimevamiwa na jini Shiki. Namna ya kumuondoa jini huyo katika choo chako: hakikisha unasafisha choo chako kwa kutumia maji ambayo ndani yake umeweka chumvi ya mawe, ama unaweza ukamshirikisha kiongozi wako wa kidini. Kuna ibada maalumu ambayo anaweza kuifanya katika makazi yako na jini huyu akaweza kutoweka kwenye choo chako. Namba 4, jini Ifrit. Hawa ni majini ambao wanapenda kuishi katika vyoo vya kisasa ambavyo havifanyiwi usafi wa mara kwa mara. Katika makazi yetu huwa tunajenga makazi ambayo vyumba vyetu vya kulala vinakuwa na vyoo ndani yake, na mara nyingi vyoo vya kisasa ambavyo tunavijenga kwenye makazi yetu huwa ni vyoo vya kuflashi. Majini hawa wanapenda kuishi sana katika vyoo hivyo, ikiwa tu vyoo hivyo havifanyiwi usafi wa mara kwa mara. Dalili mojawapo ambayo ukiiona katika choo chako, ujue inawezekana kuna uwepo wa jini Ifrit katika choo chako ni hofu na unyongevu ambao haujui sababu yake ni nini. Kila unapoingia katika choo chako, kuna nyakati unapoingia chooni unajawa na wasiwasi,
unakuwa na hofu, lakini unapojaribu kujiuliza kwa kutumia akili yako timamu, ni kitu gani ambacho kinapelekea uwe na hofu? Hakuna chochote cha msingi ambacho kinakufanya uwe na hofu. Yani hofu ambayo inakujia haina chanzo chochote. Utakapoona ishara kama hiyo kila unapoingia kwenye choo chako, ujue inawezekana kwenye choo chako kuna uwepo wa jini ifriti. Ni vema ukachukua hatua ya haraka. Endapo ni miongoni mwa watu ambao wanahisi uwepo wa jini ifriti katika vyoo vyao, chukua hatua ifuatayo. Hakikisha unaweka manukato katika choo chako, na manukato ambayo unayaweka kwenye choo chako hakikisha yanakuwa ni manukato ya asili. Unaweza ukatumia ubani au sandali karibu na choo chako. Utakapoweza kufanya hivyo, kwa kuwa jini huyu hapendi harufu ya manukato ya asili, atatoweka na kwenda kutafuta vyoo vingine katika makazi ya watu wengine. Namba 5, jini Ghoul. Huyu ni jini ambaye anapendelea kuishi katika vyoo vya zamani au katika vyoo ambavyo vipo karibia na makaburi. Unapokuwa katika matembezi yako ukabanwa na haja, ukaona kuna vyoo vya zamani ama kuna choo fulani ambacho kipo karibia na makaburi, ikiwa unataka kuingia katika choo hicho, ingia ukiwa na tahadhari kubwa, kwa sababu inawezekana akawepo jini Ghoul katika choo hicho, jambo ambalo linaweza kukuhatarisha wewe, kwani huyu ni jini ambaye hata katika vyoo mbalimbali ambavyo vipo katika shule huwa anapenda kuishi, kwani vyoo hivyo vilijengwa miaka mingi iliyopita na vimekuwa vikitumiwa na vizazi kwa vizazi, na ndio maana katika baadhi ya shule huwa kuna uwepo wa matukio yasiyoelezeka katika ulimwengu wa kawaida, kwani ni matukio ya ajabu ambayo yametokana na vituko ambavyo hufanywa na majini hawa ambao wanapendelea kuishi katika vyoo hivyo. Hata vyoo ambavyo vipo katika makaburi huwa vinakuwa na vitimbwi mbalimbali, kwani majini hawa wanavutiwa sana kuishi katika vyoo ambavyo vimejengwa karibia na makaburi. Mara nyingi utakapotumia choo ambacho ni cha zamani, utaanza kupata ndoto mbaya, ama unaweza ukaona kivuli ambacho hauelewi kivuli hicho kimetokana na nini, lakini kivuli hicho mara nyingi huwa kinakuwa karibia na mlango wa choo. Utakapoona ishara kama hiyo na unapojaribu kuona ni nani ambaye amesababisha uwepo wa kivuli hicho, hauoni mtu yeyote, basi ujue inawezekana upo katika choo chenye uwepo wa jini Ghoul katika eneo hilo. Ni vema ukachukua tahadhari. Ikiwa umehisi uwepo wa jini huyu katika choo chako, unaweza kufanya mambo yafuatayo. Jambo la kwanza, tumia imani ya dini yako. Kama wewe ni Mkristo, unaweza kukemea na majini hao wakaondoka katika choo chako. Kama wewe ni Muislamu, moja kati ya sura ambazo unaweza kuzisoma kwa ajili ya kumuondoa jini huyu ni surati Al-Jinn, kwani utakapofanya hivyo jini huyu ataweza kuondoka. Lakini pia epuka kutupa damu katika choo chako ama uchafu usiosafishwa chooni, kwani jini huyu huvutiwa na damu. Damu zinapotupwa chooni ama uchafu usiosafishwa unapotupwa katika choo chako, vinakuwa ni vitu ambavyo vinamfanya jini huyu aendelee kuvutiwa kuishi katika choo chako. Namba 6, jini Maridi. Huyu ni jini ambaye anapenda kuishi katika maji machafu au takataka za chooni. Mara nyingi vyoo ambavyo vimesafishwa lakini ndani yake vimetawaliwa na maji machafu au takataka ambazo zimedumu kwa muda mrefu, huwa jini huyu anavutiwa sana kuishi katika maeneo hayo. Mara nyingi endapo utaona kuna maji yenye povu au rangi isiyo ya kawaida ambayo hakuna sababu yoyote ambayo ingepelekea maji yatiririke yakiwa na rangi, ikiwa hali hiyo inajionyesha katika choo chako, kuna uwezekano wa uwepo wa jini Maridi katika choo chako. Namna mojawapo ya kuwaondoa majini hawa katika choo chako, hakikisha unasafisha vizuri bomba la maji yako ambalo lipo chooni, lakini unaweza kuweka chumvi kidogo katika choo chako. Unaweza ukafanya hata mara moja kwa wiki, kwani majini wengi hawapendi kuishi katika sehemu yenye uwepo wa chumvi ya mawe ama katika sehemu yenye usafi. Utakapofanya hivyo pia utaweza kumfukuza jini Maridi katika choo chako. Namba 7, jini Hin. Huyu ni jini ambaye huwa anapenda kuishi sehemu za choo zenye unyevu na giza. Ikiwa choo chako kinatawaliwa na giza, mara nyingi unamkaribisha jini Hin aweze kuishi katika choo chako, ama ikiwa choo chako kinatawaliwa na unyevu kila wakati,
bado unakuwa wewe ni mtu ambaye unakaribisha uwepo wa jini hini katika choo chako. Kuna dalili mbalimbali ambazo unaweza ukaziona kwenye choo chako na zikawa zinaashiria uwepo wa jini huyu kwenye choo chako. Dalili mojawapo ni kelele ndogo usiku au sauti za maji kuchemka bila ya kuwa na mtu. Kuna wakati ambao unaweza ukahisi ni kama kuna kelele ndogo ndogo za kunongoneza, hasa wakati wa usiku, ambazo zinasikika ndani ya choo chako, lakini unapoingia kutazama ni kitu gani kinachoendelea katika choo chako, hakuna yeyote ambaye unamuona katika sehemu hiyo. Lakini kuna muda unasikia ni kama maji yanachemka katika choo chako au maji yanamwagika, lakini unapojaribu kuingia na kutazama hauoni uwepo wa maji ambayo yanachemka katika choo chako. Utakapoona ishara kama hizo, ujue katika choo chako kuna uwepo wa jini hini. Hivyo ni vema ukachukua hatua za haraka. Hatua mojawapo ambayo unatakiwa kuichukua ili kuweza kumuondoa jini huyu katika choo chako, hakikisha choo chako kinatawaliwa na mwanga muda wote. Ikiwa choo chako kilikuwa kinatawaliwa na giza kamili, hakikisha unaweka taa, lakini pia hakikisha unaweka manukato ya asili kwenye choo chako. Ninapozungumza manukato ya asili, ni kama unavyochoma udi ama unavyofukiza ubani katika choo chako. Ni miongoni mwa manukato ambayo yanaweza kumuondoa jini huyu katika choo chako. Namba 8, jini dal. Huyu ni jini ambaye anapenda kuishi katika vyoo ambavyo vimejengwa ndani ya makazi ya watu. Sote tunajua katika ujenzi wetu wa kisasa huwa tunapenda kuweka vyoo ndani kabisa ya makazi yetu, yani ikiwa ni chumba cha kulala kinakuwa na choo chake. Hata vyoo vya public huwa vinakuwa ndani kabisa ya makazi yetu. Jambo ambalo unatakiwa kulijua, jini dale ni miongoni mwa majini ambayo hupendelea kuishi katika vyoo ambavyo vimejengwa ndani ya makazi ya nyumba zetu. Zipo ishara mbalimbali ambazo zinaweza kujidhihirisha katika choo chako cha ndani na ukaweza kubaini uwepo wa jini dali katika choo chako. Moja kati ya dalili ni kuanguka kwa vitu mbalimbali ambavyo vipo ndani ya choo chako bila kuwepo na sababu yoyote. Kuna kitu unaweza kuwa umekihifadhi sehemu fulani, unaona kimedondoka. Unapoenda kuchunguza ni sababu gani hasa ambayo imepelekea kitu hicho kidondoke, hauoni sababu yoyote ya msingi. Na dalili nyingine ni kutokea kwa harufu ghafla ambayo sababu yake haieleweki. Unaweza ukawa chooni unajisaidia, ghafla kuna harufu fulani inatokea, na unapojaribu kuchunguza chanzo cha harufu hiyo, hauelewi harufu hiyo imetoka wapi. Utakapoona ishara kama hii katika choo chako, ujue kuna uwezekano wa uwepo wa jini dali ndani ya choo chako. Namna pekee ya kumuondoa jini huyu katika choo chako ni kufanya ibada maalumu kabla ya kuingia chooni, ama unapomaliza kutumia choo, hakikisha unafanya ibada maalum na jini huyu, kwa sababu haendani na maneno ya Mwenyezi Mungu, ataweza kuondoka na kutoweka kabisa kwenye choo chako. Namba 9, jini Zaba. Jini Zaba, huyu ni jini ambaye hupendelea kuishi katika vyoo vya vumbi au vyoo vya kisima. Ninaposema vyoo vya kisima ni vile vyoo vya kutumbukiza, yani choo ambacho kinachimbwa kisima kisha kuna shimo linatengenezwa juu yake, kama vyoo ambavyo vinatumiwa katika vijiji mbalimbali, vyoo vya kizamani. Je, ni dalili zipi ambazo unaweza kuziona ambazo zinaashiria uwepo wa jini huyu katika choo chako? Ni upepo mkali wa ndani bila dirisha kufunguliwa. Kuna wakati unaweza ukawa chooni ukahisi ni kama unapulizwa na upepo, lakini unapojaribu kutafakari, inawezekanaje upepo kunipuliza ndani hali ya kuwa hakuna dirisha lolote ambalo limefunguliwa katika choo hiki? Hakuna sababu yoyote ambayo unaiona. Ni ishara ya wazi kuwa jini Zaba yupo katika choo chako. Namna pekee ya kumuondoa jini huyu ni kusafisha choo chako kwa maji ya moto kidogo na chumvi. Halafu unaweza ukaamua kusoma dua za kujikinga na mapepo pamoja na viumbe wabaya ambao wapo katika ulimwengu wa kiroho. Utakapoweza kufanya kitu kama hicho, basi jini Zaba ataondoka kwenye makazi yako, atakwenda kurandaranda huku akitafuta choo kingine ambacho anaweza kukitumia kujistiri. Namba 10, jini Subian. Jini Subiani ni jini ambaye anapenda kuishi katika vyoo ambavyo vina makazi yenye watoto ndani yake. Yani kama makazi yako yana watoto wadogo,
Hakika na kuambia kuna ishara ambazo ukiziona ujue jini Subiane anaishi katika makazi yako, hasa katika vyoo vyako. Dalili mojawapo ambayo unaweza kuiona ni watoto kuogopa sana kuingia chooni au kulia wanapokaribia na choo. Yani kila mtoto anapokaribia na choo anajikuta anakuwa na hofu ambayo haielezeki chanzo chake ni nini, lakini wakati mwingine analia sana anapokaribiana na choo. Hii ni ishara ya wazi kuwa kuna uwepo wa jini Subiane katika choo chako. Namna ya kumuondoa jini Subiane katika choo chako ni kufanya ibada maalum kabla ya kuingia chooni na baada ya kutoka. Lakini pia usiache watoto wadogo waende peke yao katika choo chako, hakikisha wanaenda chini ya uangalizi wako. Ni namna pekee ambayo inaweza kusaidia kuwaondoa majini hawa katika makazi yako. Mimi kwa leo ninaomba niishie hapa. Ninahitimisha nikiamini kuna jambo kubwa ambalo umejifunza kupitia video hii, na kuanzia sasa utakwenda kuchunguza choo chako na kuwasaidia watu wengine. Asante, bye. Nimalize kwa kusema nawapenda sana sana zaidi ya sana.